tumepata swali kutoka kwa mdau mmoja. Yeye anauliza kwamba ni dalili zipi akiziona kwa mpenzi wake, kwa mke wake, anaweza akajua kwamba ujauzito alionao sasa umeharibika. Ni dalili zipi ambazo akiziona kwa mpenzi wake ama mke wake, basi anajua kwa dalili hizi huu ujauzito aliokuwa nao huyu mtu umeharibika. Naam, asante. Asante kwa swali lako mdau, na tunashukuru sana. Majibu ni kama ifuatavyo. Kwanza, ni kweli sio wanawake wote ambao wanafanikiwa kubeba ujauzito basi wanafikia kufika mpaka mwisho, yani wanafanikiwa kufika mpaka mwisho na kujifungua. Haitokei hivyo. Wako wanawake wengi wanabeba mimba na mimba zinakuwa zinatoka, na wengine mimba zinatoka kabla ya kujua kwamba yani alipata ujauzito, na anakuwa hajui kama ujauzito aliopata mimba yake imeharibika. Mtu anakuwa hajui kwa sababu ujauzito anaupata mwezi huu, mwezi ujao unakuwa unaharibika. Kwa hiyo mtu anaingia kwenye period kwa kutoa damu nyingi, wakati mwingine za mabonge. Hiyo inatokea sana. Sasa huyu mdau anauliza, nafikiri mke wake ni mjamzito ama mpenzi wake, na labda anapitia hii changamoto ya miscarriage, kwa maana ya mimba kuharibika mara kwa mara. Sasa anahoji kwamba ni dalili zipi akiziona kwa mpenzi wake ama mke wake yeye atajua kwamba huu ujauzito umeharibika. Asante kwa swali. Dalili ziko nyingi sana ambazo ukiziona unaweza kujua kwamba hapa mimba imeharibika. Dalili ya kwanza ni kutokwa na damu kwenye uke, ambayo damu hii inaanza kutoka kidogo kidogo. Anaanza kutoa yani matone, akiangalia katika nguo yake ya ndani anakuta kuna matone mawili matatu, mara matone kadhaa, anaanza hiyo matone, alafu baadaye ile damu inachanganya, inatoka ikiwa nyingi. Hiyo ni dalili ya kwamba ujauzito wake umeharibika. Japokuwa wako wanawake baadhi yao wanapokuwa katika kipindi cha ujauzito, katika ile miezi ya mwanzo ya ujauzito wanaingia kwenye period kama kawaida. Hawa mimba zinakuwa hazijaharibika, isipokuwa wanakuwa na huo utaratibu, labda kutoka ile mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu mpaka mwezi wa 4 ujauzito unakuwepo. Ukimpima ujauzito wanao, lakini kila mwezi anaingia katika period. Huyo sio, au wako baadhi ya wanawake wanakuwa hivyo. Na hili ni muhimu kumpeleka kwenye kituo cha afya mke au mpenzi wako, ili kupata ushauri wa kitaalamu wa kidaktari katika kutunza na kulea hiyo mimba. Kwa dalili ya kwanza ni damu zinatoka kidogo kidogo na baadaye zinachanganya, zinakuwa nyingi. Dalili ya pili ni maumivu chini ya kitovu. Anapata maumivu makali chini ya kitovu. Maumivu makali wakati mwingine inakuwa nyuma ya kitovu. Anajisikia maumivu makali yasiyopoa. Basi ufahamu kwamba ujauzito wake unaelekea kuharibika au umeshaharibika. Na hapa kwenye kuharibika kuna namna mbili. Kuna mtu ujauzito unaharibika kwa maana mimba inatoka na inakuwa iko kwenye zile hatua za awali inatoka. Alafu kuna mwingine ujauzito unaharibika, yani mtoto anakufia tumboni. Wote tunasema miscarriage. Wote ni hiyo mimba, yani inakuwa haizidi zaidi ya wiki 20 mpaka wiki 21, wanasema miscarriage. Kwa hiyo wote mimba zimeharibika, huyu ambaye imetoka au huyu mtoto aliyokufia tumboni. Dalili zake zinakuwa hizi ambazo nazieleza. Dalili ya tatu ni kutohisi mtoto kucheza tumboni. Sasa kuharibika kwa mimba, kuna mtu inaharibika chini ya miezi 3. Huyu mtoto hachezi, maana yake imeingia mimba na imetoka, hajasikia mtoto kucheza, imeharibika chini ya miezi 3. Lakini kuna wengine inaharibika mimba miezi 5, miezi 4. Hatua ya ikifika mimba katika hali hii ya miezi 4, mtoto anatakiwa kucheza tumboni. Kwa hiyo mama mjamzito amsikii mtoto tumboni kucheza wakati mimba ina miezi 4 na wiki kadhaa. Tafsiri yake ni kwamba huyu mtoto amekufia tumboni na ni hatari sana kuendelea kubakia huko. Kwa hiyo unapohisi mama mjamzito mtoto wako amefikisha miezi 4 labda na siku kadhaa, lakini umsikii kucheza, wahi kwenye kituo cha afya. Hilo ni jambo la hatari, inaweza ikawa amekufia tumboni
nenda ukapata ushauri wa kitaalamu wa madaktari. Au inawezekana mimba yako ina changamoto yoyote inayofanya mtoto ashindwe kusurvive tumboni. Ukiwahi kwenye kituo cha afya, wataalamu watashauri, wanaweza kuokoa maisha ya mtoto kwa sababu inawezekana changamoto ndogo ndio imemkuta, na kwa sababu viungo vyake vichanga akashindwa kusurvive, lakini akiwaiwa anaweza kupatikana. Kama una swali lolote unahitaji kutuuliza, tuandikie hapo chini kwenye comment swali lako na sisi tutaliona. Usiache kutufollow akaunti yetu ili uwe wa kwanza kuona video zetu, ama usiache kusubscribe channel yetu YouTube Kimimbi Herbal Clinic, Kimimbi TV. Usiache kusubscribe Kimimbi TV ili uwe wa kwanza kuona vitu vyote tunavyovituma. Asante. Karibu sana kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu.